Yes, asante kibao cha Pastor Epasema kwamba uinuliwe, and of course ainuliwa asubuhi ya leo kwa yote ambayo ametenda katika maisha yetu. Hivyo basi
Bila ambavyo nilikwambia mida saa moja neno la wakati, mchungaji amekwisha kuwasili ili kwamba tukaweze kupokea neno asubuhi ya leo. Hivyo basi kama unasikiza, chukua Biblia kwako, kitabu, kalamu, ili kwamba tukaweze kupokea neno asubuhi ya leo. Kumbuka kwamba imani huja kwa kusikia na kwa kulisikia neno lake Mwenyezi Mungu. Hivyo basi nitakuwa nampa mchungaji nafasi ili ya kwamba akaweze kutuletea neno asubuhi ya leo. Moja kwa moja kwake mchungaji, karibu sana. Asante ndugu Raf. Uko salama? Niko salama kabisa. Hata sisi tuko sawa, tunashukuru. Tunashukuru pia kwamba Mungu ametukutanisha siku ya leo. Yes. Yeah. Amen. Asante. Kwa hivyo msikilizaji, ni kweli kabisa vile ambavyo ndugu Rafa anavyosema, ni kwamba imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ni vyema kuanza asubuhi yako ya siku ya leo kwa kusikia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu liko na uwezo wa kuweza kubadilisha maisha yako. Litajenga imani yako na kuweza kubadilisha kabisa maisha yako. Niruhusu nianze kwa kuomba. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema na nafasi ambayo umetupatia kuwa mbele zako asubuhi ya leo. Bwana, jambo ya kwamba sisi tu hai, jambo ya kwamba sisi tumeamuka, tunaweza kuona, tunaweza kutembea, tunaweza kula na kufanya vitu vyetu Bwana kwa njia rahisi. Hakika ni sababu ya sisi kukutukuza na kukupa sifa. Tunarudi asubuhi ya leo kusema asante kwa hayo yote ambayo umetutendea. Umetupitisha katika usiku uliokuwa na hatari nyingi, uliojawa mauti, vifo na hata hatari nyingi. Wewe umetuepusha na hayo yote. Umetutenda mema katika kila sehemu ya maisha yetu. Tumeona ukituneemesha katika familia na ndoa zetu. Umetuneemesha Bwana katika huduma, katika kazi zetu na biashara na kazi za mikono yetu. Tunasema asante Mungu. Tunakushukuru ya kwamba wewe Bwana umetusaidia hata miezi ya kwanza miwili ya mwaka wa 2025. Hakika wewe ni Ebeneza, kwa sababu umetusaidia umbali huu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakushukuru kwamba hakika tena umetupatia wiki lingine mpya, nasi tunasema asante. Asante Bwana hata kwa sababu ya hali ya anga. Tunakushukuru kwa sababu ya afya na uzima. Tunakushukuru kwa sababu ya amani. Tunakushukuru kwa sababu ya furaha. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya ushindi ambao umetupa pande zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asubuhi ya leo tunakiri na kuungama ya kwamba kama sio wewe kuwa upande wetu, hakika maadui zetu walipotushambulia wangetumeza tungali hai, lakini ni wewe umetuepusha na mitego ya adui, umetupigania na kututetea. Hivyo tunasema asante. Nasi asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakabidhi maisha yetu. Tunakabidhi Bwana mambo yanayotuhusu yote kwako, kwa sababu wewe umetuambia kwamba unatujali Bwana, unajishughulisha sana na kila linalotuhusu asubuhi ya leo. Ndiposa tunakukabidhi wasiwasi zetu zote, tunakukabidhi Bwana fadhaa zetu zote, kwa sababu unajishughulisha sana na mambo yetu asubuhi ya leo. Tunakutwika mizigo yetu yote asubuhi ya leo na kuchukua nira yako, kwa sababu ni laini na nyepesi. Asante kwa sababu asubuhi ya leo unatutia moyo, unatutia nguvu. Asubuhi ya leo unatuinua na kutuweka mahali. Bwana, asubuhi ya leo unatusaidia mahali ambapo tumekuwa wadhaifu, unatutia nguvu. Asante kwa sababu Bwana neno lako unapolileta, hakika Bwana linatimiza makusudi ambayo umelituma kutimiza asubuhi ya leo. Tunakutukuza, tunajua kwamba wewe ni Mungu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo asante sana msikilizaji wetu ambaye umekuwa ukitusikiza siku hizo zote. Tumekuwa tukipata habari ya shuhuda zile ambazo mmekuwa mkitoa, mkisema jinsi ambavyo vipindi hivi vimekuwa vya manufaa kwetu. Nasi tunakuhakikishia kwamba hata pia asubuhi ya leo Mungu amekusudia pia akutie moyo, akupatie ushuhuda mpya siku ya leo. Siku ya leo ninataka nizungumze kuhusu uwezo wa Mungu. Ninazungumza asubuhi ya leo kuhusu uwezo wa Mungu, ama the ability of God. Wapendwa, kwa nini ninasema hivi? Ninasema hivi kwa sababu tunaishi nyakati ambapo hali ya maisha imekuwa ngumu.
watu wanahangaika hapa na pale, wengine wanakata tamaa, wengine hata wanajitoa uhai. Watu wanapitia hali ngumu za maisha mpaka unapata ya kwamba inafika mahali ambapo watu wanaweza kufikiria kwamba pengine hakuna Mungu katika ulimwengu huu. Lakini asubuhi ya leo na mimi nimekuja nikutie moyo, nimekuja kwamba nikutie nguvu, nikuambia ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ujumbe wangu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu anaweza. Na ni vyema wapendwa kujua kwamba Mungu anaweza, kwa sababu tunaweza kumwamini, tunaweza kumtegemea na tunaweza kuwa na ujasiri ndani yake, ni kwa sababu yeye anaweza. Ukifahamu kwamba Mungu anaweza kutenda hata hilo ambalo linaonekana kuwa gumu kwako, wapendwa, utaweza kumtegemea asubuhi ya leo. Hatufai kukata tamaa, kwa sababu hata kama hatujapata kile ambacho tumekuwa tukikiombea kwa muda, nataka nikuhakikishia kwamba God is still able. Inawezekana kwamba pengine hauna mbolea, hauna mbegu, na unaona kwamba msimu wa upanzi umefika na haujui utatoa wapi vitu hivyo. Nataka nikuambia ya kwamba Mungu anaweza. Inawezekana kwamba pengine hauna chakula, watoto hawana school fees, unapitia changamoto mingi, hali ya maisha imekuwa ngumu kwako, labda ni mume wako amekusukuma, amekufukuza, hakutaki, pengine amekutelekeza na kukuacha na watoto. Unahangaika hapa na pale kwa vibarua, unahangaika jinsi ya kushughulikia mahitaji yako na ya watoto kwa sababu ya kuachwa na mume. Leo hii nimekuja kusema ya kwamba Mungu anaweza. Mungu anaweza hata kulinda na kukirimia mahitaji yako pamoja na ya watoto wako. Mungu anaweza akarejesha huo mume. Mungu anaweza kurejesha hiyo hali yako ambayo inakaa kuwa ngumu. Anaweza kuishughulikia hadi uweze kuona hata tumaini ama upate furaha ambayo umekosa katika maisha yako. Wasikilizaji, asubuhi ya leo ninataka niseme ya kwamba God is unlimited. Unajua ni vibaya ama si vizuri kwamba tuweze kuwategemea wanadamu. Si vizuri kutegemea mali na vitu vyetu. Hatufai kutegemea pesa ama uchumi wa nchi yetu. Kwa nini hatufai kutegemea watu? Ni kwa sababu people are, or fellow human beings are limited. Wanadamu wana upungufu. Wana mahali ambapo wanafika hawawezi kupita hapo. Lakini Mungu yeye anaweza kutegemewa kwa sababu he is unlimited. Mungu hawezi kuwa limited na kitu chochote. Hakuna kitu ambacho yeye hawezi akafanya. Yale ambayo sisi tunashindwa kama wanadamu, Mungu anayaweza yote. Wapendwa, Biblia inasema kwamba mahali ambapo hekima yetu inafika mwisho, hapo ndipo upumbavu wa Mungu unaanzia. Mahali ambapo hakika udhaifu wetu, nguvu zetu zinafika mwisho, hapo ndipo udhaifu wa Mungu unaanzia, iwapo kuna udhaifu katika Mungu. Ukisoma katika 1 Corinthians chapter 1 verse 25, Biblia inasema, for the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Kwa hivyo wasikilizaji, nataka niseme kwamba asubuhi ya leo nimekuja na ujumbe wa kusema ya kwamba Mungu anaweza, na sisi tunaweza kumtegemea kwa sababu yeye anaweza, na yeye he is unlimited. Kila ambacho kimekusumbua kwa muda, yeye anaweza kukishughulikia. Na nataka tuangalie tuone ni vitu vipi Mungu anaweza kufanya. Baadhi ama mfano wa vitu ambavyo Mungu amesema katika neno lake ya kwamba he is able to do. Tunaanzia pale Romans chapter 4 verse 21. Sijui kama Rafa ako pale. Romans 4:21. Biblia inasema kwamba katika Warumi mlango wa 4 mstari wa 21. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. 22. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Fika tu hapo. Hebu rudia mstari wa 21. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Hapo Biblia inazungumza kuhusu Abrahamu aliyekuwa ameahidiwa na Mungu kwamba atapata mtoto. Na tayari Abrahamu mwenyewe miaka yake ilikuwa imeenda sana. Miaka yake ilikuwa imesonga, na kwa kawaida ama kwa asili
hakukuwepo na uwezekano wa kile Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu kwamba kingetendeka katika hali ya kawaida, kwa macho ya kawaida, kwa akili ya wanadamu ama ufahamu wetu wanadamu. Tukiangalia umri ambao Abraham pamoja na Sara walikuwa ndani yake, ilikuwa hali ambapo hakukuwa na tumaini ya kuwezekana yale ambayo Mungu alikuwa ameahidia Abrahamu. Lakini Biblia inasema kwamba Abrahamu alifanya namna gani? Hebu rudia huo mstari. Kwamba huku akijua ya hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Alijua kwamba Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hivyo, baadhi ya vitu ambavyo nimekuja kusema ya kwamba Mungu anaweza, I am saying that number one, God is able to do what he promised. Asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba Mungu anaweza kutimiza, Mungu anaweza kuyafanya yote aliyoahidi. Sijui kama kuna kitu ambacho uliahidiwa na Mungu, labda kwa neno la kinabii ukaambiwa kwamba wakati fulani utakuwa na kitu fulani. Ninataka nikuambie ya kwamba usikate tamaa, usishushike, jitie moyo, jua kwamba Mungu anaweza. God is able to do what he promised. Mradi ni kile yeye alitimiza, nataka ujue ya kwamba ana uwezo wa kukitimiza. Kama ni yeye alisema, basi itatendeka. Wapendwa, wakati mwingine tunafika mahali tunafikiria kwamba labda Mungu alidanganya. Nataka niseme ya kwamba pengine wakati wa kutimizwa kwa jambo hilo hakujafika na ndio maana halijatimizwa. Ama pengine sio Mungu alikuambia, pengine unaweza kuwa uliambiwa na nabii asiye wa kweli. Lakini kama ni neno la unabii, kama ni jambo ambalo Mungu alikuahidia, asubuhi ya leo nimekuja kusema ya kwamba yeye anaweza kutenda as long as ni kile aliahidi. Kama kuna ahadi zozote katika neno la Mungu ambazo hazijatimizwa katika maisha yetu, leo hii tunaweza kujipa imani, leo hii tunaweza kujitia moyo na kujua kwamba hizo ahadi zitakuja kutimia katika maisha yetu. Kama tutamtii Mungu na kutembea katika njia za Mungu na kumtafuta Mungu, atakuja kutimiza kile alichoahidi. Ni jambo lipi lingine ambalo Mungu anaweza? Number 2, ninasema kwamba God is able to make every favor and every blessing come to you in abundance. Nitaomba Rafa atusomee 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. Biblia inasema kwamba katika Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 8 kwamba na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Ukisikia anasema kwamba Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili nyinyi mkiwa na riziki za kila namna. Hivyo ni kusema ya kwamba, wapendwa, we are trying to say that God is able to make you sufficient. Mungu anaweza kukutosheleza. Anaweza kufanya mahitaji yako yote yatoshelezwe. Leo hii sijui ni nini hicho ambacho umekosa. Sijui kama ni mbolea, sijui kama ni chakula, sijui kama ni karo ya shule. Biblia inasema kwamba God is able to make you self-sufficient. He is able to supply sufficiently for you, ili uwe na kila kitu ambacho unahitaji kila wakati kwa ajili ya kila tendo jema. Wapendwa, asubuhi ya leo nimekuja kusema kwamba Mungu anaweza kutujaza kila neema kwa wingi ili tuwe na kila kitu kizuri ambacho tunahitaji, ili tuwe na kila riziki ambayo tunahitaji siku zote, sio tu siku moja, lakini tuwe na kila kitu tunahitaji siku zote. Mungu anaweza kutupatia pesa ambazo tunahitaji kila siku, sio tu pesa ambazo unahitaji siku ya leo. Mungu anaweza kutupatia kwa wingi chakula, sio tu chakula cha siku ya leo, lakini hata chakula ambacho utakula mpaka mwaka ujao. Mungu anaweza. Wapendwa, asubuhi ya leo ni vyema kujitia moyo, ni vyema kujitia nguvu katika Mungu, tukijua kwamba yeye anaweza kutupa kila riziki za kila namna
kila wakati Mungu anaweza kutupatia, anaweza kutufanya kuwa na kila kitu ambacho tunahitaji kwa kila tendo jema. Kwa hivyo wasikilizaji wangu, asubuhi ya leo nimekuja kusema kwamba unaweza kuwa leo hii you are living in lack. Kuna vitu ukiangalia hauna katika maisha yako, lakini unaweza kuaminia Mungu ya kwamba he will supply. Hata kama hauna leo, kesho atasupply. He will be able to supply. Na Mungu akisupply, sio kwamba ataleta tu kitu ambacho ni cha wakati huo tu, lakini ataleta kila ambacho kitaweza kudumu milele. Number 3, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ephesians 3:20. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20 kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yote tuyaombayo wala kuyawaza. Wewe unaweza kuwa unawaza tu kuhusu vitu vidogo. Labda wewe unawazia tu chakula cha leo, ama unawazia tu karo ya shule ya mtoto leo ama ya hii term. Na kumbe naye Mungu anafikiria kuhusu clearing fees ya huyo mtoto wako ya miaka yote 4. Ama clearing hiyo anakuwazia kuhusu chakula cha mwaka mzima. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba yeye anaweza kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu kuliko yale ambayo tunayaomba. Wapendwa, ninataka leo hii tuweze kufungua mioyo yetu, tuweze kumwamini Mungu. Unaweza kuaminia Mungu kwa ajili ya mambo makubwa, kwa sababu ako na uwezo. Mungu wetu ako na uwezo mkubwa, wa wasikilizaji. He is not just a God who can be fixed. Yeye hawezi kuwa fixed kwa kona mahali fulani. Wapendwa, Mungu wetu is unlimited, na kwa hivyo anaweza kuyafanya mambo makubwa. He is able to do infinitely beyond our highest prayers. Anaweza kufanya zaidi ya maombi yetu makubwa yale ambayo tunaweza kufanya. Anaweza kufanya zaidi ya zile desires zetu, ama zaidi ya mawazo na matumaini na ndoto zetu. Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo makubwa kuliko yale ambayo sisi tunajua, kuliko yale sisi tunafikiria, kuhusu yale sisi tunaomba. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kwa hivyo leo hii unaweza kumwendea ukiwa na uhakika ya kwamba he is able to do that which you think is not possible to you. He can be able to do even far more greater than what you have been thinking or imagining. Number 4, God is able to subject everything under his control and make us what he wants us to be. God is able to subject everything under his control and make us what he wants us to be. Philippians 3:21. Kitabu cha Filipi 3:21. Biblia inasema kwamba atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Hebu sikia. Atakaye badili miili yetu ya unyonge ili atupatie miili ya utukufu. Kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Wapendwa, Biblia inatuambia kwamba Mungu anaweza kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Na ndio maana na mimi ninasema pale ya kwamba Mungu anaweza kuvitiisha vitu vyote chini yake na kutufanya jinsi apendavyo. Mungu ako na uwezo wa kutufanya jinsi apendavyo. Ako na uwezo wa kukutoa kwa umaskini akufanye kuwa tajiri.
ako na uwezo wa kutoa pale chini akuketishe pamoja na wafalme. Kwa nini ninasema hivyo? Ninaona Mungu aliyemuinua Mefiboshethi. Mefiboshethi ambaye alikuwa anajiona kama mbwa mfu, Mungu alimtoa pale chini akampeleka kwenye ikulu, akakaa pamoja na mfalme Daudi, akawa anakula kwenye meza ya mfalme. Huyo ndiye Mungu ambaye tumekuja kumzungumzia siku ya leo. Yawezekana kwamba unaishi maisha ya tabu tabu, Mungu anaweza kukutoa, abadilishe maisha hayo ya tabu, akupatie maisha mazuri. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha unyonge wako, akufanye kuwa mwenye nguvu. Anaweza kubadilisha miili yetu ya unyonge, atupatie miili ya utukufu. Anaweza kubadilisha udhaifu wetu kuwa nguvu. Anaweza kubadilisha aibu zetu kuwa utukufu. Anaweza pia kubadilisha machozi yetu kuwa furaha. Wapendwa, Mungu ako na uwezo. Leo hii ninakutia moyo tena. Kwa mara nyingine tena ninakutia moyo ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Mungu ako na uwezo wa kukufanya jinsi apendavyo. Ako na uwezo wa kutiisha hata hizo taabu ambazo zinakusumbua, hizo shida ambazo zinakusumbua. Ako na uwezo wa kuzitiisha chini ya miguu yake. Ako na uwezo wa kuzifanya ziweze kumtii. Mungu ako na uwezo. Number 5. God is able to keep that which has been committed and entrusted to him until the day of Christ. Mungu ako na uwezo wa kulinda, kudumisha ama kuhifadhi kilichowekwa ama kilichokabidhiwa kwake. Chochote kile ambacho unamkabidhi Mungu, ako na uwezo wa kukilinda. Ako na uwezo wa kukihifadhi. Chochote kile ambacho unaachia Mungu, ako na uwezo wa kukishughulikia. 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Biblia inasema katika Timotheo wa pili 1:12 pale, kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya. Sikia, Paulo anasema amepatikana na mateso haya. Wala sitahayari, kwa maana namjua yeye aliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile kilichoweka amani kwake hata siku ile. Paulo anasema kwamba yeye anajua yule aliyemwamini. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu anajua yule ambaye amemwamini, ako na uwezo wa kulinda kile ambacho kimewekwa amana, kile ambacho kimekabidhiwa kwake. Chochote kile ambacho unamkabidhi Mungu, chochote kile ambacho unaachia Mungu, wapendwa, Mungu ako na uwezo wa kukulinda. Paulo anasema kwamba yeye hatahayariki. Hivyo ni kusema kwamba yeye haaibikii mateso yake. Anajua kwamba hata kama japo kwamba anateswa, yeye hataweza kuharibiwa. Hii mateso haitaweza kumvunja, haitaweza kumharibu, kwa sababu chochote kile kimewekwa kwake, yeye ako na uwezo wa kukilinda. Wapendwa, Mungu ako na uwezo wa kukuhifadhi wewe. Mungu ako na uwezo wa kukuhifadhi hata kama unaishi mahali ambapo kuna hatari mingi. God is able to preserve you. God is able to preserve whatever you commit to him. Chochote kile ambacho unamwachia, ako na uwezo wa kukilinda. Atahakikisha ya kwamba hakika hakitaweza kuharibiwa, kwa sababu ako na uwezo wa kulinda chochote kile ambacho kimekabidhiwa kwake. Number 6. God is able to help those who are being tempted or tested. Mungu ako na uwezo wa kusaidia wote ambao wanateswa ama wanapitia majaribu fulani. Hebrews chapter 2 verse 17 and 18. Hebrews chapter 2 verse 17 and 18. Biblia inasema katika Waebrania 2 kuanzia 17 pale, ni kwamba hivyo imempasa kufananishwa na ndugu zake. Angalia, Yesu alitoka kule juu mbinguni
akaja hapa duniani, akachukua mfano wa mwili yetu. Na kulikuwa na sababu kwa nini alikuja kwa mwili kama ya mwanadamu. Ni kwa sababu alitaka apitie yote ambayo tutapitia kama wanadamu ili awe mfano. Endelea. Kufundisha na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu. Hebu ngoja kidogo. Yesu aliyapitia mambo yote ambayo tunayapitia leo. Msikilizaji wangu, asubuhi ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba yale ambayo wewe unayapitia, wewe sio wa kwanza kupitia. Yesu tayari aliyapitia. Kwa sababu Biblia inasema alifananishwa na ndugu zake kwa mambo yote ya mwili. Hivyo ni kusema kwamba kama ni kutusiwa, Yesu alitusiwa. Kama ni kukejeliwa, alikejeliwa. Kama ni njaa, alihisi njaa. Kama ni uchungu, alipitia uchungu. Kama ni aibu na fedhaa, alipitia mambo hayo yote. Kwa hivyo wewe sio wa kwanza kuyapitia. Tayari yeye aliyapitia. Na kwa hivyo alikuwa na kwa sababu yeye aliyapitia, wakati unapopitia anahisi unavyohisi, kwa sababu tayari alipitia mambo hayo. He knows what you are going through. I have come to encourage you that God knows what you are going through. He knows the trouble you are going through. He knows how tough the situation is because he went through all this. Endelea. Ya kwamba ili afanye suluhu dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa kuwa yeye aliteswa alipojaribiwa, ako na uwezo wa kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Wasikilizaji, nataka niseme ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kusaidia kila mtu ambaye unapitia jaribio la aina yoyote. Hilo jaribio la ndoa, Mungu ako na uwezo wa kukusaidia. Yeye aliteswa kama wewe. Yeye alipitia huo ugumu ambao wewe unaupitia. Ako na uwezo wa kukusaidia. Biblia inasema kwamba yeye ni kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu. Ninakuja kukuambia kwamba tuko na kuhani mkuu ambaye ni mwenye rehema. Kwa maneno mengine, ana huruma, anakuhurumia na anajua kila ambacho unapitia, na ndio maana hata ruhusu uweze kuharibiwa na kila ambacho unapitia. He will not allow you to be destroyed by that trouble. He will not allow you to be broken completely. Why? He knows what you are going through. Alipitia yote tunayoyapitia, hivyo anaelewa taabu zetu. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 14, Psalm 103 verse 4, anapofungua hiyo Biblia inasema kwamba he knows our frame. Ni kusema kwamba Mungu anaelewa udhaifu wetu, anajua jinsi tulivyo. Soma Psalm 103 verse 14. Biblia inasema kwamba kwa maana yeye anatujua umbo letu. Anatujua umbo letu. He knows, he understands our frame. Na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Angalia, Mungu anaelewa wewe mdhaifu. Biblia inaposema anakumbuka kwamba sisi tu mavumbi, ni kusema kwamba anajua uko na udhaifu. Na hivyo akikuacha peke yako katika hiyo hali, hautaweza. Kwa hivyo anaelewa taabu zetu. Yeye anaelewa udhaifu wetu. Anaelewa unyonge wetu. Na kwa sababu anaelewa udhaifu na unyonge wetu, yeye ako na uwezo wa kutusaidia. Kwa nini ako na uwezo wa kutusaidia? Kwanza, anaelewa udhaifu. Anaelewa jinsi tulivyo wadhaifu na wanyonge. Pili, he went through those things. Aliyapitia hayo mambo. Na kwa hivyo, yeye ako na uwezo wa kutuokoa na hayo yote. Number 7, God is able to save completely those who come to him through Christ. Mungu anaweza kuokoa kabisa wale ambao wanakuja kwake kupitia kwa Kristo. Hebrews 7:25.
Iliyesema katika Waebrania 7:25 kwamba naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo wa kuwaokoa. Leo hii ninataka nikuambie msikilizaji, you don't need to continue in the state of unbelief. Usiendelee na hiyo hali yako ya kutoamini. Unahitaji kumwamini Yesu. Ukimwamini Yesu, Biblia inasema kwamba ako na uwezo wa kuwaokoa wote wamjiao. Mungu ako na uwezo wa kukukomboa kutokana na kile unapitia, ukikuja kwake kupitia kwa Kristo. Kwa hivyo sisi tuko na direct way ya kuapproach Mungu hata wakati tuko katika troubles. Atatusikia. Kwa nini? Kwa tunapopitia kwa Kristo Yesu. Wapendwa, tunapopita kwa Yesu tunaweza kusaidiwa na Mungu kwa kila hali ambayo tuko ndani. Ukisoma, I think should be John chapter 14 verse 6, Biblia inasema kwamba I am the way, the truth and the life. No one comes to me to the Father except through me. Wapendwa, kama tutafikia Mungu na tuweze kupata msaada na ukombozi ambao tunataka, tuweze kuokolewa, tunahitaji kupitia kwa Yesu. Yesu ndiye njia. Asubuhi ya leo nimekuja kusema kwamba Yesu ni njia ya kutufikisha kwa Baba, na tukipitia kwake yeye ataweza kutuokoa kabisa. Nakala nyingine inasema to save us perfectly, completely and eternally. Utapata kwamba anaweza kutuokoa kabisa na tena milele kutokana na taabu zetu. Wapendwa, usiangalie tu kuhusu hizi taabu unapitia za hapa. Mojawapo ya mipango ya Mungu ni kukomboa na taabu na shida za milele. Sio tu shida ambazo shida ya kulala njaa. Anataka kukuokoa na mauti ya milele. Na hivyo tunaweza kuokolewa milele kutoka kwa adhabu na ghadhabu na mauti ya Mungu tukikuja kwa Mungu kupitia kwa Kristo Yesu. Na ndio ni vizuri wakati ambapo tunaona tumelemewa na mizigo, tuko katika shida, tunahitaji kumkimbilia Mungu. In Matthew chapter 11 verse 28 anasema kwamba njooni kwangu enyi nyote mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Unapoona kwamba umelemewa, unapoona kwamba unapitia hali ngumu, unahitaji kuja kwa Mungu. Na utakujaje kwa Mungu? Kupitia kwa Kristo Yesu. Ako na uwezo wa kutuokoa kabisa kupitia kwa Kristo. Those who trust and believe in Christ, he is able to save them. Wale ambao wanaomwamini Kristo anaweza kuwaokoa kabisa. Kwa hivyo hata pale katika John chapter 1 verse 12 inasema kwamba wote waliomwamini aliwapatia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo when you believe in Christ, God makes you his son. And because you are now a son to him, when you are a son to God, he is now able to deliver you. Hakuna mtu yeyote, hakuna baba ambaye anaweza taka ama mzazi ambaye anaweza taka kuona mtoto wake anachomeka ndani ya moto na akose kufanya chochote kila anaweza fanya kumuokoa kutoka kwa hiyo moto. Wapendwa, ukiwa mwana ama mtoto wa Mungu, Mungu atafanya kila awezalo kuhakikisha kwamba amekuokoa kutoka hata kwa tanuri la moto. Tuliona wakati ambapo wale Waebrania 3 walitupwa kwenye tanuri la moto kwa sababu waliamini Mungu, waliamini katika uwezo uliokuwa katika Mungu. Mpaka wakasema hata Mungu asipotuokoa, basi we shall not bow to the golden statue that has been made by King Nebuchadnezzar. Waliona ule uwezo Mungu aliokuwa nao wa kuwaokoa, na kwa sababu waliamini katika ule uwezo, walipotupwa kwenye tanuri la moto, Biblia inasema kwamba mtu wa 4 alionekana akitembea pamoja na wao katika ule moto, na yeye akaweza kuwaokoa. Biblia inasema kwamba hawakunuka hata moshi. Hivyo ni kusema kwamba aliwahifadhi hata katika tanuri la moto. He saved them. He delivered them. Number 8, God is able to bring back to life again what is dead. Mungu ako na uwezo wa kukipa uhai kilichokufa. Hebrews 11:19. Hebrews 11:19.
Mungu ako na uwezo wa kukipa uhai ama kufufua chochote kilichokufa. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 19, Mm. akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Hiyo ni habari inazungumzia kuhusu Abraham as a hero of faith. Yeye, Biblia inasema kwamba alijua kwamba Mungu anaweza kumfufua Isaac. And that is why he was ready. He believed in what God, he obeyed what God had told him because he believed, even if I gave him as a sacrifice, hata nikimuua kama dhabihu kwa Mungu, Mungu ako na uwezo wa kumfufua tena. Wapendwa, ninasema namna gani? Najaribu kusema ya kwamba Mungu huuisha na kupa uhai vitu vilivyokufa. Hiyo hali ambayo inakaa kufa katika maisha yako, Mungu ako na uwezo wa kuipa uhai. Hiyo biashara ambayo inaonekana kwamba inadidimia na kukufa, Mungu ako na uwezo wa kuipatia uhai. Anaweza kufufua hiyo biashara tena ianze kunawiri. Mungu anaweza kufufua hayo masomo, wewe mwanafunzi, hata kama ni hii ambayo umekuwa ukipata from form 1 na leo uko form 4 na inakaa kana kwamba ndoto yako ya masomo inakufa. Mungu ako na uwezo wa kufufua ndoto yako ya masomo, ako na uwezo wa kufufua ndoto yako ya maisha, aipatie uhai. Biblia inasema utapata kwamba yeye aliweza kupatia uhai mifupa mikavu. He is able. Dry and dead bones were given life. God is able to give life to that situation that is looking dead. Ana uwezo wa kubadilisha hiyo hali ambayo inanuka ionekane kuwa hali nzuri. God is well able. That is, tusome pia Romans 4:17. Romans 4:17. Biblia inasema katika Warumi 4:17 ya kwamba kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Sasa sikia sehemu ambayo inafuata. Mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yaliyo wako kama kwamba yasiyokuwako. Ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yako. Hallelujah. God is able. He calls things that are not as though they were. This morning, sijui ni hali gani katika maisha yako ambayo inaonekana kutokuwepo kabisa. I am calling it into existence through the power of God. Katika jina la Yesu Kristo. God brings into existence what does not exist. Analeta kukuwepo vitu visivyokuwepo. He gives life to dead or dry bones, according to Prophet Ezekiel. Leo hii tunaachilia uhai wa Mungu mahali popote katika maisha yako panapokaa kwamba ni mifupa mikavu. We release life in the name of Jesus. Number 9 na ya mwisho. God is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault. God is able to keep you from falling and to present you faultless before his glorious presence. Mungu anaweza kutulinda tusijikwae na kutusimamisha mbele ya utukufu wake bila dosari, bila mawaa. Jude chapter 1 verse 24. Jude chapter 1 verse 24. Jude 1:24. Kiria ni chapter moja tu. Biblia inasema katika Jude 1:24 ya kwamba yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae. Yeye awezaye kuwalinda nyinyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Hapa sasa anazungumza na wale ambao wameokoka. Kuna baadhi ya watu ambao wameokoka na wako na wasiwasi
kwamba wata backslide, watarudi nyuma. Kuna wengine wanaogopa kuokoka. Ukimwambia okoka, anasema mimi sitaki kujaribu Mungu, ninaogopa nitaanguka, hata nikiokoka nitarudi nyuma. Biblia inasema kwamba he is able, yeye anaweza kukulinda usijikwae, anaweza kukulinda usirudi nyuma, usibackslide, na akupresent mbele ya utukufu wake bila mawaa, bila dosari, bila makosa, bila doa. He is able. He is able to preserve and keep you in salvation. Anaweza kukulinda na kukuhifadhi na hata kukudumisha katika wokovu. Anaweza kukulinda usiweze kurudi nyuma. Kwa nini uko na wasiwasi? Msikilizaji, leo hii pengine ulikuwa unapanga kubackslide. I have come to tell you that God is able to preserve you. Na wewe ambao umekuwa ukiogopa kwamba utabackslide, wewe ambao umekuwa ukiogopa kuokoka kwamba unaweza rudi nyuma, nimekuja kukuambia unaweza okoka na Mungu atakulinda. Ujilindi, hautatembea na kuishi katika wokovu kwa nguvu zako. Unahitaji Mungu akuhifadhi na kukudumisha katika wokovu huo. Na ninapomalizia nataka niseme hivi: God is able to do everything for our good. Ukisoma katika kitabu cha Luke chapter 1 verse 37, Biblia inasema kwamba there is nothing that is impossible with God. Mark chapter 10 verse 27, nayo inasema what is impossible with men, it is possible with God. Wapendwa, hakuna jambo lililo gumu kushinda Mungu. Biblia inasema kwamba he makes a way where there seems to be no way. Katika Isaiah 43:16 inasema he makes a way in the sea and a path through the mighty waters. Kama Mungu hutengeneza njia kwenye bahari ama kwenye maji mengi, na inakuwa kama barabara kavu, inchi kavu ya watu kutembea, wapendwa, hakika inamaanisha kwamba Mungu ako na uwezo. Hata katika hiyo storm, unakumbuka he is even able to calm storms. Ako na uwezo wa kutuliza dhoruba za maisha. He calmed the storms in the sea wakati alipokuwa na wanafunzi wake. Even storms listen to him. They are able to calm when they hear his voice. Wapendwa, Isaiah 43:19 inasema he makes a pathway through the wilderness for the people to come home and creates rivers for them in the desert. Mungu anaweza kutengeneza mito ama vijito vya maji hata kwenye jangwa. Anaweza kutengeneza njia kwenye jangwa ya watu wake kupita. Leo hii Mungu ako na uwezo wa kufanya kile ambacho umekuwa na wasiwasi nacho. Kile ambacho kimekuwa shida na kukusumbua sana, Mungu ako na uwezo wa kukifanya. He changes impossibilities into possibilities. Yale yasiyowezekana yeye huyabadilisha kuwezekana. Taruhusu ndugu Rafa acheze kibao kidogo, kisha tutarejea kuomba pamoja na wewe. Hallelujah. Mungu wa mbinguni ni Mungu anayetisha. Mungu unayeweza mambo yote. Hallelujah.
ya mfalme. Mfalme kaambia, msifanye sanamu yangu, hivi leo nitawaua. Yes, asante sana. Matumaini ya kwangu kwamba umeweza kupokea neno. Mungu ambaye anaweza kutenda mambo makuu zaidi katika maisha yetu. Karibu sana mtumishi, kaweze kuomba. Asante sana ndugu Rafa. Kwa hivyo msikilizaji, wakati kibao hicho kimekuwa kikicheza, nilikuwa najaribu kufikiria tu, sijui unapitia jambo lipi. Yawezekana labda pia wewe umetupwa kwenye tundu la simba kama Danieli. Yawezekana uko kwenye tanuri la moto, majaribu yako katika ni kama uko ndani ya furnace. Hali ambao unapitia labda imenuka kama ya Lazaro. Nimekuja kukuambia kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninataka kuomba pamoja na wewe. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya msikilizaji wangu. Bwana, pengine nimezungumza na mtu ambaye hali yake inanuka na kuvunda kama ya Lazaro. Ni hali ambayo imekufa na imezikwa yapata hata siku 4, miaka 4, wiki 4, miezi 4. Bwana, ninamzungumzia katika hali yake, ya kwamba wewe uitae vitu visivyokuwepo kana kwamba vipo. Rejesha uhai katika maisha yake. Hiyo hali tunaifufua sasa hivi katika jina la Yesu. Hiyo biashara, hiyo hali yake ya kifedha, masomo hayo ambayo yamesambaratika, hiyo ndoa tunaifufua, tunaitia uhai wa Mungu katika jina la Yesu. Kama mifupa mikavu ilivyoweza kupokea nguvu na uhai wa Mungu ikaanza kurattle, ninaomba kwamba hali hiyo inafufuliwa sasa. Anapokea afya, anapokea uhai wa Mungu, anarejeshwa sasa hivi katika jina la Yesu. Bwana, wengine ni tundu la simba wametupwa ndani. Tunaomba kwamba wewe uliye na uwezo wa kufunga midomo ya simba isiweze kumguza, kapate kufunga hiyo midomo ya hizo shida. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kapate kuifunga hiyo midomo, mkomboe kutoka katika hali hiyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wale ambao wametupwa kwenye tanuri la moto, tunaomba sasa hivi utume mtu wa 4 katika jina la Yesu, ambaye ni mwana wa Mungu, akaweze kuwalinda, ya kwamba moto hautawaguza, hata hawatatoka na moshi katika hiyo hali, katika jina la Yesu Kristo. Wahifadhi watu wako, wasaidie watu wako. Wewe ni kuhani mkuu mwenye rehema na mwaminifu, uliyepitia yote ambayo anayapitia huyu msikilizaji. Bwana, ninaomba ukapate kumsaidia katika shida zake zote, katika hali zake zote, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu unatenda mema katika maisha ya huyo msikilizaji. Unajitukuza leo hii katika hali za watu wako. Wengine ni mbegu unawapatia siku ya leo, wengine unawapatia mbolea, wengine karo ya shule inashughulikiwa, kwa sababu wewe unajishughulisha sana na mambo yanayowahusu. Asante Bwana kwa sababu wewe umetenda. Pengine uko pale ungependa kuokoka, hujaokoka, nataka nikuombee kwamba ukaweze kumpokea Yesu. Mkabidhi Yesu maisha yako na yeye ataweza kukuokoa na kukusimamisha. Kama ungependa kuokoka, sema ombi hili asubuhi ya leo. Sema, Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, na wewe ulikufa msalabani ili mimi niokolewe, na ukafufuliwa siku ya leo, hai na umeketi mkono wa kiume wa Mungu Baba. Leo hii ninakukaribisha maishani mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen.
Kwa hivyo asante sana msikilizaji wangu, ninaitwa Ronald Akula, nikiwa mmoja wa wachungaji pale Christ Evangelistic Church pale Shibinga, chini ya mchungaji Stephen Hamati. Leo hii hatuja kuwa na yeye studioni kwa sababu alienda kuhubiri Kisii University. Tunaamini Mungu ya kwamba makusudi yake yatatimia hata kupitia kwa hiyo huduma. Asanteni sana, Bwana awabariki. Amen. Asante sana mtumishi kwa kutupa neno asubuhi ya leo. Asante pia Rafa. Mungu pia awe nanyi. Asante. Fika kanisani, fikisha salamu. Tunaomba kwamba tukumbuke. Amen. Asante. Asante sana. Haya. 88.3